ambapo kiongozi wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wameonyesha ushirikiano wa hali ya juu katika ziara yao ya kisiasa huko Malili katika kaunti ya Makueni. Wakizungumza wakati wa ziara hiyo, viongozi hao wamekejeli sana udhaifu wa serikali ya Kenya Kwanza, huku wakiendeleza siasa za kumtoa Rais William Ruto afisini. Muko tayari? Tushikane tufukuze Kasongo. Wakati wa ziara ya kisiasa huko Malili, kaunti ya Makueni leo hii, viongozi wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wameendeleza siasa za kuipinga serikali ya Kenya Kwanza. Gachagua akikejeli ajenda ya bottom up amesema mpango huo unafanya kinyume na ahadi za kumwezesha kiuchumi mwananchi wa kawaida. Huyu Kasongo atitudanganya, ataweka pesa kwa mfuko. Kuliko aweke pesa kwa mfuko, ile kidogo tulikuwa naye akafanya nini? Kasongo aende asiende? Aende asiende? Huku akikashifu serikali kwa kunyakua mishahara ya Wakenya kupitia ushuru mbalimbali, Gachagua ameahidi kuwa lengo kuu la upinzani baada ya kuingia madarakani ni kurejesha heshima ya malipo ya Wakenya. Huyu jamaa ameharibu mambo ya payslip. Wafanyikazi wote wa public service na private sector amekatakata ile payslip, watu wote wamepata aibu. Serikali ambayo tunataka kuunda ni ya kurudisha heshima ya payslip. Gachagua pia ameendelea kueleza udhaifu wa serikali ya Kenya Kwanza, akisema kuwa hali ngumu ya nchi imechangiwa pakubwa na washauri wa karibu wa Rais Ruto walio na kiwango cha chini cha elimu. Anatuma mtu ya standard 6 ati kusomea Kalonzo. Ni madharau si malau. Sasa wewe Kasongo, hata kama unataka kusomea huyu kiongozi, huyu wako na PhD, alikuwa waziri, amekuwa vice president, ni kiongozi anaheshimika. Wewe unatuma mtu ya standard 6 ati akuja msomee. Ni madharau si madharau. Na unajua hii serikali ya Kasongo shida yake. Kwa nini tuko kwa shimo? Advisors ya Kasongo wawili, moja ni ya standard 4, ingine ni ya standard 6. Si lazima tumepata hasara. Kwa upande wake, Kalonzo Musyoka ameishutumu serikali akisema inatekeleza maendeleo kwa mwendo wa kinyonga. Kalonzo ameonyesha kutoridhika na hatua ya serikali kukosa kuweka kipaumbele ujenzi wa barabara kuu ya Nairobi Mombasa, akisema kuwa barabara hiyo itapanua uchumi wa nchi. Hakuna mchezo, sijui kamati gani ya PPP na nini, pengine anataka kunyima hii kampuni ya Marekani apatie marafiki zake. Hatutakubali. Kwa hivyo hii ni kitu ya maana, ndio itafungua uchumi wa Kenya. Mimi nilikuwa nikidhani kama tungechukua wakati ule na yule jamaa tulikuwa tunasaidiana naye, hata badala ya kuweka standard railway gauge, number 1 priority was dualling of Mombasa Nairobi highway. Huku siasa za uchaguzi wa mwaka wa 2027 zikiendelea kuchacha humu nchini, viongozi wa upinzani wanatarajiwa kuendelea na ziara yao ya kisiasa hapo kesho katika maeneo ya Pwani. Magdalene Kanini, Runinga ya KU.